Dunia, hongera kwa mchezo mzuri, pole kwa kupoteza. Pengine mchezo ulikuwa aje leo dhidi ya Simba Sport Club ambaye ana pressure kubwa, ametoka kuingia finali ya CAF Confederation, mnacheza naye kama mashujaa. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu, tumeanza salama na tumemaliza salama, na lengo letu lilikuwa sio kupoteza mchezo. Tunajua mechi ilikuwa ngumu kwa sababu pia na sisi tunahitaji pointi. Pia tunajua pia Simba ni timu kubwa, kwa hiyo tulikuja kupambana ili kuweza kupata pointi 3 na tukishindwa zaidi tupate pointi 1. Ugumu wa mchezo wa leo ulikuwa sehemu gani? Manake kipindi cha kwanza mmedominate, mmecheza mpira mzuri, mlikuwa full compact. Kipindi cha pili pressure ilikuwa kubwa. Ugumu wa mchezo leo ulikuwa kwa sehemu gani kwa hasa kwa kipindi cha pili? Mechi zote sasa hivi hata ukutana na Ken Gold kwamba mechi lazima iwe ngumu kwa sababu kila mtu ana uhitaji wa pointi sasa hivi. So kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu hata kuanzia nje hadi ndani ya uwanja. Mechi ni ngumu kutokana na timu yenyewe Simba ilivyo. Timu Simba ni timu kubwa. Hapo pia wapo finali sasa hivi. Kwa hiyo tulikuja kujiandaa kwa sababu tunakuja kucheza na timu kubwa. Kwa hiyo mechi lazima iwe ngumu. Sila kufanya vizuri leo ilikuwa nini? Katikati umechafua sana pale Dunia. Ni swala la mazoezi na nilimuomba Mungu ili niweze kucheza vizuri na nashukuru Mungu kwa hicho kilichotokea. Kipindi cha pili kana kwamba hamkuwa kuna namna moja au nyingine maamuzi ya refa leo yaliwasili kwa namna moja au nyingine kupoteza mchezo. Maana kipindi cha pili naona wachezaji mlikuwa kwenye pressure kubwa sana, hususan kwa maamuzi ambayo alikuwa anatoa muamuzi. Hamna sio kusema kila siku mtu anaweza kuwa sawa. Hayo ni mapungufu, kila binadamu lazima awe nayo. Kwa hiyo amefanya mistake pia, na sisi huwa kuna sometime nyingine tunafanya mistake kwenda kumkoromea, lakini yote ni hali ya mchezo kwa sababu muda wote mtu anakuwa amechemka, si unajua. Lazima itokee kitu kama hiyo. Pengine leo bonus mnapata hata kama mmepoteza. Hatujajua, japo ndio tulikuwa tumeidiwa na tunasubiria viongozi waje ili tuzungumze nao tujue nini kitakachotokea kwa sababu hata wenyewe wameona mchezo ulivyokuwa. Pengine mapambano yenu yameonekana leo ikiwa ni zaidi ya vile watu ambao wamezoea. Ni kiasi cha pesa ambacho mnaidiwa ndio kimeongeza juhudi hizo? Hapana, tunacheza mechi zote tukiwa hivi. Tangu mwanzo wa msimu hata nyinyi mkiwa mnashuhudia tunacheza hivi. Huwa ni ikitokea itilafu tu kidogo huaga ni upepo tu wa timu kucheza vibaya, kucheza vizuri, hiyo huwa inatokea. Lakini tangu msimu umeanza tunacheza hivi hivi. Mlinda mlango wenu alipopewa kadi nyekundu, tension ilikuwaje kwa wachezaji? Hapana, hakuwezi kuwa na tension kwa sababu ni swala ambalo lilishatokea. Huwezi ukalazimisha. Ilishatokea na sababu zilikuwa zimeisha, kwa hiyo ilitubidi tucheze jinsi inavyotakiwa. Ni kitu gani labda kinawajia kwenye akili kitokea refa anafanya maamuzi ambayo kama timu labda hamjaridhishwa nayo? Kwa sababu kila mtu anakuwa amechemka na kila mtu anaweza akawa anaamaki kutokana na jinsi yeye alivyo. Huwezi kumpangia mtu. Kwa hiyo kile kilichotokea tulikikubali na tukaendelea na mchezo, na mchezo umeisha, tumepoteza. Swala la kubwa ni tunamshukuru Mungu tumemaliza salama, hilo tu. Mchezaji gani leo wa Simba ambao mlikuwa mmeingia mnamtilia maanani kwa asilimia moja au nyingine kwenye mchezo wa leo? Wachezaji wote wa Simba ni wazuri kwa sababu unaweza ukasema kwamba labda umkabe Mutale alafu mwingine anakuwa bora. Unajua uwezi jua mtu kaamkaje. Kikubwa tulichokuja ni kwamba kuja kupambana tuweze kupata pointi 3 au 1. Okay, na Simba ni sawa, sema leo wamebahatisha kuwafunga nyinyi. Uwezi kusema ni sawa kwa kutokana na level wenyewe wanacheza kafu, lakini kwa rank ya ligi kuu kwamba tupo sawa. Tupo sawa kwa sababu wanacheza ligi kuu na sisi tupo ligi kuu. Na tunacheza msimu wote pamoja. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tupo sawa, ni matokeo yapo upande wao. Hata mkiangalia hata mechi ya kwanza tumecheza hivi Kigoma, tukafungwa dakika za jioni. Yaani hiyo inatokea. Shukrani sana.